kamilifu. Shetani hakufurahia mwana huyu mkamilifu kuishi kwenye ufalme wake. Lakini Shetani alikuwa na mkakati. Kama alivyomjaribu mwanadamu wa kwanza, akatenda dhambi, na sasa anataka amjaribu Yesu naye atende dhambi. Shetani alitaka amlete Yesu chini ya utawala wake kama alivyofanya kwa Adamu. Mwana wa Mungu akishawishika kutenda dhambi, hatafaa kwa kuwaokoa watu wake watoke kwenye dhambi zao. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiyo mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Yesu alikuwa na njaa, lakini hakumtii Shetani. Hakutenda nje ya mapenzi ya Baba yake. Hakutumikia mamlaka yake makuu kuridhisha matamanio yake ya mwili. Kumkabili Shetani, Yesu alinukuu kutoka kwenye Torati ya Musa. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa kiburi chake cha kijinga, Shetani alimjaribu tena huyo mtakatifu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka na kunisujudia. Adamu alipotenda dhambi, mwanadamu alikosa haki ya kuitawala dunia. Shetani aliiba milki ya ulimwengu akijifanya kuwa mfalme wake. Sasa mfalme wa utukufu alikuwa duniani kuirudisha milki hiyo, lakini hangeweza kwa kumwangukia ambaye amekuja kumwangamiza. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Hatimaye Shetani alimwacha Yesu. Shetani hakuwahi kumjaribu yoyote aliye kama Yesu, ambaye hakuwa na nia wala uwezo wa kutenda dhambi. Yesu hakuwa kama Adamu na uzao wake. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo, mtu wa pili atoka mbinguni. Adamu alikuwa mtu wa kwanza mkamilifu. Yesu alikuwa mtu wa pili mkamilifu. Shetani alipomjaribu Adamu ili atende dhambi, Adamu alishindwa na Shetani akashinda. Shetani alipojaribu kumfanya Yesu atende dhambi, Shetani alishindwa, Yesu akashinda. Mwanadamu wa kwanza alitupeleka kwenye ufalme wa Shetani wa dhambi na mauti. Mwanadamu wa pili alikuja kutuondoa huko.